hadithi nambari 7 ni hadithi ya Hasan bin Ali radhiallahu anhuma. Hii mlolongo mrefu hatuna haja nao, lakini kabla hatujasoma mimi nahisi tuiache, kwa sababu nayo vile vile hadithi hii ni dhaifu tena. Basi hii ni dhaifu jiddan, ni dhaifu mno, yani ule udhaifu wake umekuwa ni mkubwa zaidi kuliko hadithi hii ya mwanzo. Ni dhaifu jiddan. Hata akasema al-Albani katika nini mukhtasar shamail, akasema dhaifu jiddan, isnaduhu dhaifu jiddan wa lahu illatan, ina dosari mbili hadithi hii. Lakini ukitaka marejeo zaidi, anasema al-Albani rudi katika silsilatul hadithi dhaifa, hadithi nambari 2122, ameitolea maelezo ya udhaifu wa hadithi hii. Kwa hiyo na hii bora tuiache tu, tusisome kwa sababu ni dhaifu jiddan, na tunaiacha kwa sababu ya kimsingi nyingine ifuatayo. Kwanza, katika kitabu hiki cha Shamaili Muhammadia, hadithi ambayo ni refu zaidi kuliko yote ni hii. Hadithi ambayo ni refu zaidi kuliko zote ni hii. B, ndani ya hadithi hii kuna gharibu al-alfadh, yani zile vocabularies, maneno magumu ambayo inabidi mpaka upatiwe tafsiri yake. Maneno haya magumu yako mengi mno, kiasi ambacho nimeona katika mukhtasar ash-Shamail Muhammadia ameorodhesha al-Albani maneno haya yanafika kama 31 maneno ambayo yako yanafika kama 30, hapana, zaidi ya 31 maneno magumu, hapana, zaidi ya hapo, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 55, afwan, kuna maneno 64 takriban katika hii hadithi ambayo tunataka tuiache. Kuna maneno magumu 64. Inabidi labda tusome neno huko kwenye hadithi alafu tuliangalie maana yake iliyofasiriwa. Kwa kuna maneno 64 magumu. Kwa hiyo nafikiri kwa mujibu wa muda wetu tutasoma leo sehemu, alafu wiki inakuja tuje kusoma tena sehemu. Kwa ina maana itatuchukua kama wiki 3 tunasoma hadithi hii moja, alafu mwisho wa siku dhaifu jiddan. Kwa hiyo mimi birai naona nitairuka hii hadithi kwa maslahi ya kuchunga muda, na vile vile kwa maana ya kwamba hadithi dhaifu tunakuwa hatuzitumii sana katika hoja. Kwa hiyo tunakwenda moja kwa moja hadithi inayofuatia hapo mbele, ambayo itakuwa ni hadithi nambari 8. Kwa kitabu changu ni hadithi nambari 8. Hadithi hii ni hadithi ya Jabir bin Samura. Kama tulivyosema, hii hadathana Abu Musa Muhammad bin nani, yote tunaiacha, tunaanza katika tabaka sahaba. Hadithi ya Jabir bin Samura radhiallahu anhu يقول, akisema kana alikuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi sahihi, akhrajahu Imam Muslim. Anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa dhali'ul fammi. Dhali'ul fammi, neno dhali'ul fammi yakusudiwa kwa maana ya mdomo wake ulikuwa
dhali' yani mpana, dhali' mfanni au tuseme mdomo mkubwa kwa lugha nyingine, lakini mara nyingi inatumika kwa mdomo kwa maana mdomo mpana. Dhali'ul fammi, alikuwa na mdomo mpana. Kana, alikuwa Rasulullah sallam dhali'ul fammi, yani mwenye mdomo mpana. Alafu alikuwa na ashkalal aini. Ashkalal aini, neno hili vile vile itabidi tuangalie wanazuoni wamelifasiri vipi. Al-Albani rahimahullah katika mukhtasar Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, yeye hajalitolea maelezo neno ashkala, isipokuwa katika kitabu nilichokuwa nacho anasema ashkala ni al-ainaini. Qala al-Qadhi Iyad, amesema al-Qadhi Iyad ash-shuklu ni humrat fi bayadh al-ain, ni wekundu katika weupe wa macho. Kwa neno ashkal bimaana shuklu, Qadhi al-Iyad anasema kwamba hii ni maana yake ni humra, katika macho yake ule wekundu ule, katika yani katika weupe basi kulikuwa kuna wekundu. Kwa hiyo dhali'ul fammi ni mwenye mdomo mpana, lakini ashkal al-aini, alikuwa katika macho yake ule ndani ya weupe basi kulikuwa vile vile kuna nini, kuna wekundu katika macho yake ndani ya ule weupe. Na alikuwa ni manhusu al-aqibi. Manhusu mefasiriwa hapa katika kitabu changu, umeona anasema huwa qalilul lahmi min ar-rijali, ni nyama zilizokuwa ni kidogo hafifu kwa upande wa wanaume. Sasa neno al-aqibi akusudia al-aqibi yani al-aqibi kisigino. Kwa hivyo nyama zake za bwana mtume katika visigino vilikuwa ni al-manhus, ni nyama chache, hakuwa na nyama zilizokuwa zimesheheni katika visigino vyake. Na hii kwa maana kama alivyosema mfasiri hapa katika kitabu ni kwamba desturi ya wanaume wanakuwa na visigino, nyama zao zinakuwa ni chache. Bilaks, wanawake wanakuwa katika visigino vyao nyama zao zinakuwa ni zinanona. Na ndio maana ikawa mwanamke ashurutishwa kwamba akivaa hijabu sharia lazima avae na nini, stocking, kwa sababu mguu wa mwanamke tofauti na mguu wa nani, mwanamume. Mwanamume akipita hapo na kavaa bukta ujale, lakini akipita mwanamke, kwa nini? Kwa sababu ana minyama katika visigino vyake. Na ndio maana ikawa hata ikaja katika kisa kile mashuhur cha Imam Shafi alipoulizwa na mwalimu wake, kwa nini hifadhi yako imepungua? Ndio akasema, katika ukisoma katika ile diwani Imam Shafi anasema shakaitu ila waqi'in su' hifdhi fa arshadani ila an tarki al-ma'as, nilimshtakia mwalimu wangu kwamba mimi hifadhi yangu mbona mbaya na nini, akaniongoza niache maasi. Sasa katika taaliki ya kisa hichi wanasema kwamba safari moja Imam Shafi alikuja akapiga jicho katika kisigino cha mwanamke, akawa sasa ile hifadhi yake inashuka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nyama ambazo ni chache, manhus al-aqb za visigino. Qala, anasema Shu'bah, qultu lisamaki, nilimwambia samaki, ma dhali'ul fammi, nini maana dhali'ul fammi? Akasema adhimul fammi, yani mdomo mkubwa. Qultu, nikasema ma ashkala al-ain? Qala, akasema tawilu shaqqil aini. Kwa hapa kuna tafsiri nyingine ya hii ashkalul ain, anasema tawilu shaqqil aini, yani katika macho yake ule mpasuko wake ni mkubwa. Tawilu shaq, yani ule mpasuko wake
ni mrefu katika jicho. Tukisema mpasuko na kusudia ni kwamba ukifumba macho, kwa hiyo sasa inaonekana kuna tofauti baina inapokope hizi. Sasa huu ndio mpasuko hapa. Kwa hivyo mpasuko wake katika jicho bwana mtume ulikuwa ni mrefu, ndio hii maana ya ashkalul aini. Qultu, nikasema ma manhusu al-aqbi, yani anasema Shu'ba, nimuuliza Samaki nini maana ya manhusu al-aqbi. Qala, kasema qalilul lahmi al-aqbi, ni nyama chache katika visigino, ni nyama chache katika visigino. Naam, hadithi inofuatia hapo mbele vile vile. Hadithi hii ni hadithi ambayo Imam Tirmidhi akhraja Imam Tirmidhi katika, inaonekana kuna kauli mbili katika hadithi hii. Ama Al-Albani rahimahullahu katika tafsiri yake katika Mukhtasar, yeye ameandika hadithi hii ni sahihu, ni sahihi kabisa. Tena vile vile katika Bukhari, akhrajahu al-Bukhari fi sifati an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Lakini hapa katika kitabu ambacho nilichokuwa nacho wanasema ni dhaifu. Naam, Al-Albani amesahihisha hii hadithi, amesema ni sahihi. Naam, katika vitabu vyenu nafikiri inawezekana imeandikwa dhaifu. Kwa hiyo kama hiyo ifute, andika hadithi hii ni sahihi kwa mujibu wa Mukhtasar ya Al-Albani rahimahullah. Naam, an Abi Ishaq, kutoka kwa Abi Ishaq, an Jabir bin Samra radhiallahu anhu qala, amesema raaitu, nimemuona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan, fi lailati idhiyan. Maana idhiyan, idhiyan ni mudhi'atu mukmira, yani ni ule mwanga wa nyumba ya mwezi katika siku zile za mwezi unang'aa. Kwa hivyo anasema nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, raaitu sallam, katika usiku wa idhiyan, usiku wa mbala mwezi. Kwa lugha nyingine tunasema usiku wa mbala mwezi, usiku ambazo ni mwezi 12, 13, 14, 15, mwezi unang'aa kabisa. Hii ndio inaitwa lailat idhiyan. Nimemwona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan, katika usiku wa mbala mwezi, yani unang'aa kabisa. Wa alayhi hullatu hamra, alayhi kwa maana amevaa humlatu hamra, vazi jekundu. Hullatu hamra, amevaa vazi jekundu. Anasema Jabir bin Samura, faja'altu andhuru ilayhi wa ila al-qamar. Sasa ikawa mimi niko katika hali ambayo namtazama yeye Mtume, faja'altu andhuru ilayhi, alafu nauangalia mwezi, wa ila al-qamar, kwa jicho lake anamwangalia Mtume, alafu anauangalia mwezi, na maana mbala mwezi, labda siku zile ambazo ni full moon, yani mwezi unang'aa kabisa. Kwa hivyo anaangalia, anamwangalia Mtume uso wake, alafu anaangalia mwezi. Anasema faja'altu andhuru ilayhi, yani ila rasulillah, basi nikawa mimi namtazama Mtume, halafu wa ila al-qamar, nauangalia mwezi. Falahu wa indi, basi akawe Mtume, falahu yani yeye Mtume, indi kwangu mimi ilikuwa ninamuona ahsanu, ni mzuri zaidi, minal qamar, kuliko ule mwezi. Falahu, basi yeye Mtume jinsi alivyo indi kwangu mimi, yani anasema Jabra, nisi ninavyomtazama, natazama na mwezi, basi indi kwangu mimi ninamuona nini? Ninamuona ahsanu, ni mwenye sura nzuri zaidi, anang'aa zaidi, minal qamar, kuliko nini? Kuliko ule mwezi. Kwa hiyo hii akawa anaashiria tu kwamba Mtume SAW alikuwa
ile sura yake inang'aa zaidi katika uzuri huo. Naam, adhan. Naam, hadithi nambari 10. hadithi hii an Abi Ishaq, an Abi Ishaq qala, amesema sa'ala rajulun al-Bara bin Azib, kuna bwana mmoja alimwendea al-Bara bin Azib akamuuliza swala lifuatalo: akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf, je, ulikuwa uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano kwa upanga, yani kama vile upanga? Sa'ala rajulun al-Bara bin Azib, yani kuna mtu mmoja alimuuliza sahaba anaitwa al-Bara bin Azib. Sa'ala rajulun, kuna mtu ambaye lam yusamma ismi alimuuliza sahaba al-Bara bin Azib, akana wajhu rasuli, hivyo ulikuwa uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayfi, ni kama upanga? Qal, akasema al-Bara, la bal mithla al-qamar, bali uso wa Mtume ulikuwa kama vile mbalamwezi. Bal mithla al-qamar, uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa kama nini? Kama mwezi, jinsi vile unavyong'aa. Na ilipozungumziwa habari ya upanga, yakusudiwa ni kule kung'aa kwa upanga, yani sio kwa maana upanga kwamba uso wake ulikuwa uso wa upanga, ni kwamba upanga mara nyingi sifa yake ni kung'aa. Kwa hiyo akawa huyu bwana anataka kujua kule kung'aa kwa Mtume uso wake ni kama vile upanga ukiunoa, anaonoa mtu kisu mpaka kinang'aa. Sasa ule ung'ao ndo uso wa Mtume na sio kama upanga. Kwa hivyo anasema nilimuuliza, bwana mmoja alimuuliza al-Bara bin Azib ya kwamba akana wajhu Rasul sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf, je, uso wa bwana Mtume ulikuwa kama upanga kwa kung'aa? Qala, akasema la bal mithla al-qamar, bali mfano wa nini? Al-qamar. Hadithi hii ni sahihi, iko katika sahihi al-Bukhari, yani kwa maana ni hadithi haina mushkili wa aina yote. Hata al-Albani rahimahullah akawa ameashiria kwamba ni hadithun sahihun, ni hadithun sahihun kama alivyoelezea akhrajahu al-Bukhari katika fi sifati nabii sallallahu alayhi wasallam. Naam, hadithi inofuatia nambari 11 ni hadithi ya Abu Daud al-Mashafi Sulaiman bin Salm حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وتنانز عن أبي هريرة ni hadithi ya Abi Huraira qala, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam abyadh, mweupe, kaannama, kama kwamba, sigha min fiddatin, sigha min fiddatin, maana sigha min fiddatin ni kama vile amepambwa kwa fedha. Sigha min fidda, kama mfano vile amepamba kwa fedha. Sigha min fidda, kama vile amepamba kwa fedha. Anasema Abi Huraira kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana abyad, alikuwa ni mweupe, weupe wake kaannama sigha min fidda, kama mfano vile amepambwa katika uso wake min fidda, kwa fedha. Rajila ash-sha'ri, alikuwa ni mwenye nywele ambazo zilizokuwa, neno rajila tumezungumza huko nyuma, tarajjul tulizungumza leo tu, alladhi fi sha'rihi juhuna, katika nywele zake kuna mawimbi, shuhuna, na vile vile yani tathanna qalil, zimejikunja kidogo. Kwa hivyo hii ndio maana ya rajul ash-sha'r, yani nywele zake zina mawimbi zimejikunja kidogo. Hii ni hadithi ambayo sahihun
akhrajahu Imam al-Baihaqi katika Dalail, na vile vile hata al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah akaitaja hadithi hii katika silsila ya hadithi sahiha, hadithi nambari 2053. Naam, hadithi inafuatia hapo mbele ni hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, urida alayya al-anbiya'u, urida alayya al-anbiya'u, yani waliletwa mbele yangu manabii au walipitishwa mbele yangu manabii. Urida alayya, walipitishwa mbele yangu manabii, waliletwa mbele yangu manabii. Fa idha Musa, basi nikamwona Musa, darbu, neno darbu kwa maana ya mfano, amefanana, min rijali, katika watu gani? Wale watu ambao walikuwa wapo katika zama zile za mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fa idha Musa, basi nikamwona Musa wakati manabii wanapitishwa mbele yangu na waona mmoja mmoja, nikamwona Musa dharbun, amefanana kwa maana mfano, min rijali, na watu gani? Kaannahu, kama kwamba Musa amefanana, min rijali shanua, min rijali, kama watu wa shanua, min rijali shanua, yani Musa amefanana na watu wa shanua. Watu wa shanua ni wepi? Wamefasiri wanazuoni katika tafsiri mbalimbali, wakasema watu wa shanua hawa ni watu wa Yemen. Anasema hiya qabilatun min al-Yemen, ni kabila fulani katika ardhi ya Yemen linaitwa Shanua. Warijaluha, na watu wake wa Shanua hawa katika kabila hilo ni mutawassitun, wako kati na kati, baina al-khiffati was-samn, baina ya unene na wembamba, yani si wanene wala si wembamba. Kwa hiyo ikawa Musa alivyomuona bwana mtume jinsi alivyo, afanana na watu wa Shanua, watu wa Yemeni katika kabila hilo, ambao si wanene wala si wembamba. Anasema fa idha Musa, basi nikamwona Musa alayhi salam, dharbu min ar-rijali, amefanana na watu gani? Kaannahu, kama kwamba yeye Musa amefanana na nani? Min rijali Shanua, na watu wa Shanua ambao si wembamba wala si wanene katika kabila hilo la Yemen. Wa raaitu Isa, na nikamwona Isa bin Maryam alayhi salam, fa idha aqrabu man raaitu bihi shabahan Urwa bin Mas'ud. Fa idha aqrabu, kwa maana yuko karibu zaidi, nimemwona Isa yuko karibu zaidi, aqrabu yuko karibu zaidi, man raaitu bihi shabaha, kwa yule nilomuona afanana naye, man raaitu bihi shabahan, kwa yule ambaye nilomuona shabahan, afanana na Isa. Nani? Sahaba mmoja anaitwa Urwa ibn Mas'ud. Urwa bin Mas'ud katika masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema huyu kafanana sana na Isa. Nilipomwona tu Isa nikamwona yuko karibu zaidi kufanana na mtu ambaye anaitwa Urwa bin Mas'ud. Wa raaitu Ibrahim alayhi salam, na nikamwona vile vile Ibrahim alayhi salam. Fa idha aqrab, kwamba Ibrahim nikamwona yuko karibu zaidi. Man raaitu bihi shaban, man raaitu bihi shaban, yani mtu aliofanana naye, nilomuona mtu aliofanana naye. Man raaitu bihi shabahan, ni kama mtu nilomuona fanana naye sana, ni sahibukum. Mu maana sahibukum, yani nafsahu, yani akusudia yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, yani amefanana na mimi, yani nafsahu bimaana bwana, yani Ibrahim
amefanana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shabaha, yani amekuwa karibu zaidi na yule ninamuona afanana naye Ibrahim, sahibukum, bimaana mimi nimefanana sana na Ibrahim. Wa ra'aytu Jibril alayhi salam, na vile vile nikamuona malaika sasa Jibril. Wa ra'aytu Jibril, nikamuona Jibril. Fa idha aqrabu Jibril, yuko karibu mno zaidi, man ra'aytu bihi shaban, wa mtu nilomuona afanana naye ni huyu anaitwa Dihya. Dihya bin Khalifa, Dihya bin Khalifa, huyu afanana zaidi na Jibril. Yani huyu bwana Dihya, kwa nini akawa ametajwa hapa? Zimekuja riwaya nyingi zinasimulia kwamba Jibril alayhi salam alipokuwa akijifananiza na sura ya Dihya bin Khalifa, kwa hivyo anapokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamletea wahi, na kwa hivyo anakuja katika sura ya Dihya bin Khalifa. Kwa ndio maana akasema wa ra'aytu Jibril, nikamuona Jibril. Fa idha aqrabu man ra'aytu bihi shabah, nikamuona na yuko karibu zaidi kwa mtu ambaye nilomuona afanana naye ni afanana na Dihya, kwa maana ni sahaba anaitwa Dihya bin Khalifa. Ni alikuwa Jibril alayhi salam mara nyingi akija anakuja katika sura hiyo. Naam, يقول عفوا hadithi inofuatia, tunamaliza mlango huu, ni hadithi ya Sa'id نعم سعيد الجريري عن سعيد الجريري قال نسمع سمعت أبا الطفيل, nimemsikia Abu Tufail yakulu akisema. Hii hadithi tulimaliza sasa hivi ni hadithi sahihu, ni hadithi sahihi ambayo vile vile ipo katika Bukhari na Muslim. Anasema nimemsikia Abu Tufail yakulu akisema, ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mimi nimemuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Ra'aytu, nimemuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, nabii sallallahu alayhi wasallam, wama baqiya ala wajhi al-ardi ahad, hakuna yoyote aliyobakia katika mgongo wa ardhi yoyote. Raahu, aliyemuona mtume sallallahu alayhi wasallam, ghairi, isipokuwa mimi tu. Basi kwa ina maana wale wote walomuona mtume wakawa wameshakufa, wameshaondoka duniani, akawa kabakia huyu bwana huyu Abu Tufail. Anasema raaitu nabiyya, mimi nimemuona bwana mtume kwa jicho langu. Wama baqiya ala wajhi al-ardi ahad, hakuna yoyote aliyobakia katika mgongo wa ardhi, juu ya ardhi, ambaye raahu, alimuona mtume sallallahu alayhi wasallam, ghairi, isipokuwa ni mimi tu. Kuntu, nikasema, sifhu li, bimaana nipe wasifu wake, sifhu li. Qala, akasema, kana abyad, alikuwa mweupe, malihan, kwa maana malih nzuri, muqassadan, alikuwa ni wakati na kati. Malihan bimaana hasanan, muqassadan huwa alladhi laysa bijism, alikuwa sio mnene bonge, wala nahif, wala hakuwa slim, yani mwembamba, wala tawil wala qasir, hakuwa mrefu sana wala mfupi sana. Ndio maana ya muqassadan, yani yuko kati na kati, si mnene si mwembamba si mrefu si mfupi, muqassada. Lakini alikuwa ni malihan kwa maana hasan, alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni mzuri. Kwa mwanamke inaitwa maliha, maliha inatiwa te mwisho. Naam, hadithi hii ni hadithi sahihi ambayo iko katika sahihi Muslim, vile vile imezungumziwa hapo, kama vile vile Albani rahimahullah ameelezea kwamba ni hadithi sahihi. Naam, ni sahihi. Hadithi ya mwisho sasa katika mlango huu, hadithi ya mwisho kabisa katika mlango huu
ambayo ni dhaifu. Anasema hadithi ya Ibn Abbas, sanadi hiyo hatuizungumzi kama tulivyosema. An Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas, qala, amesema kana, alikuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja athanayataini. Neno aflaja kwa maana alikuwa na mwanya. Aflaja alikuwa na mwanya katika athanayataini. Nini maana athanayataini? Athanayataini ya kusudiwa ni haya meno mawili ya mbele. Haya ndio anaitwa athanayataini. Meno haya kama vile unavyoona madaktari wanajua kwamba jino hili linatoaje, ina sifa gani. Sasa katika upande wa lugha ya Kiarabu vile vile haya meno kila moja yana sifa zake na yana maana yake. Mfano ukisema athanaya, athanaya ndio haya meno mawili ya mbele. Kuna arubaiyati. Arubaiyati ni meno ambayo sasa haya manne ambayo yanakuwa ni makubwa hapa yako mbele. Alafu kuna ad-dawahik, meno ambayo yanahusika na masala kucheka cheka, na kuna at-tawahim na kuna an-nawajiz. An-nawajiz ndio yale meno ya gego yako ndani kabisa. Katika riwaya kama ilivyokuja Mtume kwamba ikamate suna yangu bin nawajiz, mwendo wangu ukamate kwa meno ya magego. Kwa meno haya ya mbele ndio haya aflaja athanayataini, kwa maana meno yake ya mbele alikuwa na mpasuko hapa ambao tunasema ni mwanya. Idha takallama, akiongea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ru'i kanuri, yani ru'i huonekana nuru, yakhruj, inatoka, min baini thanayahu, baina haya meno yake ya mbele mawili. Idha takallama, akiongea bwana Mtume, ru'i, neno ru'i kwa maana huonekana, kanuri, huonekana vile kama nuru. Nuru hiyo yakhruju, inatoka, min baini thanayahu, baina ya meno yake haya mbele. Hadithi hii ni hadithi dhaifu, tena katika baadhi ya vitabu mfano al-Albani akasema ni dhaifu jiddan, ni dhaifu mno. Hadithi hii ni dhaifu jiddan. Kwa nini isnadu dhaifu jiddan? Kama bayantuhu fi dhaifa. Ukirudi katika silsilatu hadithi dhaifa ya al-Albani, hadithi nambari 4220, basi ameelezea udhaifu wake hadithi hii ya mwisho. Kwa mpaka hapa tumemaliza mlango unazungumzia habari ya maumbile, yani umbo la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inshallah juma lijalo tutaanza mlango mwingine, babu ma jaa fi khatamin nubuwa, mlango unazungumzia habari ya muhuri au alama ya utume wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aqulu hadha